Nataka niwarudishe nyuma kidogo, niwape hotuba yenye maneno mazito aliyoyasema Rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, yaliyowachukiza viongozi wengi wa Afrika na dunia, hasa katika lile bara la Ulaya na hususani Ulaya ya Magharibi. Alikuwa anazungumza maneno haya wakati akiwa kwenye mkutano ule wa Africa Russia Summit ambao uliitishwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, mkutano ambao ulifanyika pale nchini Urusi. Hotuba hii ilikuwa ni moja kati ya hotuba ngumu sana ambayo viongozi wengi sana wa Kiafrika pengine huenda hawakuwa tayari kusikia maneno magumu ya namna hiyo. Alisema kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana siku ya leo tukiwa na afya njema kuzungumza juu ya mustakabali na ustawi wa watu wetu. Kabla sijaenda mbele katika mazungumzo au hotuba yangu, niwaombe radhi watakaokerwa na hotuba au maoni yangu nitakayoyatoa, ila huu ndio ukweli wenyewe. Ndugu zangu, binafsi nina maswali kidogo. Natamani niwaulize ninyi maswali ambayo ninaona ni maswali muhimu kwa kizazi changu. Maswali yasiyo na majibu, na inawezekana hapa leo tukajifaragua kwa nguo chafu kwa sababu tunajisikia kama familia. Tunajisikia kama familia kwa maana Urusi imekuwa familia kwa Afrika pia. Sisi na Warusi ni familia kwa sababu tuna historia sawa. Urusi ilijitolea kwa dhati kutukomboa katika mikono ya Wanazi kwa wakati ule wa vita ya pili ya dunia, wakati babu zetu walipolazimishwa kwa nguvu kuisaidia Ulaya kuondokana na Unazi. Leo tunashiriki historia sawa, kwa maana sisi ni watu waliosahaulika na ulimwengu, kuanzia kwenye vitabu vya historia hadi katika filamu au tamthilia. Hali hii mbaya inatufanya tutupilie mbali jukumu muhimu lililotekelezwa na Urusi kwa Afrika dhidi ya vita vya Unazi. Tuko hapa leo kwa sababu tunalenga kuzungumza mustakabali wa watu waliopo katika bara letu la Afrika, juu ya kile kitakachotokea kesho, juu ya uhuru wetu ambao tunautamani, ulimwengu ambao utakuwa hatuingiliwi katika mambo yetu ya ndani. Tuna mitazamo sawa, hilo sipingi kwamba mkutano huu utakuwa na fursa ya kuunda mahusiano mazuri sana kuhusu mustakabali wa watu wetu. Maswali ambayo kizazi changu kinayauliza ni haya yafuatayo. Hatuelewi kwa jinsi gani Afrika yenye utajiri mkubwa ardhini, yenye watu wakarimu, maji na maliasili kwa wingi, ndio liwe bara maskini zaidi duniani. Inakuwaje Afrika liwe bara lenye njaa kubwa kuliko eneo lolote lile duniani, wakati Afrika ina maeneo mengi yenye rasilimali, ina maeneo mengi ambayo ni mapori, ina ardhi yenye rutuba kubwa, ina ardhi ambayo kila kitu kinastawi, lakini bara letu bado linabaki kuwa bara ambalo lina njaa kuliko bara jingine Afrika. Inakuwaje Afrika ndio liwe bara la viongozi omba? Mwisho wa maswali ya kizazi changu ambayo wanauliza, lakini hakuna majibu kutoka kwa viongozi wetu ambayo wanatoa kwenda kwa wananchi wake. Pamoja na hiyo, tuna fursa ya kuunda upya uhusiano wetu, na ninaamini uhusiano huu utakuwa ni uhusiano bora zaidi katika kuwapa wananchi wetu maisha bora ya hapo baadaye. Kizazi changu kinaniambia niseme haya kwa sababu ya umaskini walionao. Ndio maana kizazi hicho kinaona wanatamani kuvuka bahari na kuzamia ugharibuni, yani Ulaya, na wengine wanafia baharini. Lakini hivi karibuni atakayelazimika kuvuka tena hatovuka, kwa sababu atakuja kwenye majumba kutafuta mkate wao wa kila siku. Kuhusiana na yale yanayohusu Burkina Faso, leo kwa zaidi ya miaka 8 tumekubaliana na ukoloni. Leo kwa zaidi ya miaka 8 tumekabiliana na ukoloni mambo leo, tena wakibeberu na kishenzi zaidi na uliokuwa na jeuri ya hali ya juu. Kuhusiana na yale yanayohusu Burkina Faso, leo kwa zaidi ya miaka 8 tunakabiliana na ukoloni mambo leo, tena wakibeberu na kishenzi zaidi ulio na jeuri ya hali ya juu. Utumwa unaendelea kujilazimisha kwa watu wetu. Wazee wetu walitufundisha jambo moja, kuwa mtumwa ambaye hawezi kufanya uasi wa uhuru wake hastahili kuhurumiwa. Hatujionei huruma wala hatuombi mtu yeyote atuhurumie. Wananchi wa Burkina Faso wanasema wameamua kupigana na ugaidi ili kuamsha upya maendeleo yao. Katika mapambano hayo, wananchi wengi wameahidi kuchukua silaha kukabiliana na ugaidi, tena kwa kujitolea.
Hata hivyo tunawashangaa mabeberu wakiwaita watu wetu wanamgambo na majina ya kila aina, majina mabaya zaidi. Inakatisha tamaa kwa sababu huko Ulaya watu wakitetea nchi zao, wao wanaitwa wazalendo. Mambo ya kishenzi kabisa haya. Babu zetu walichukuliwa kinguvu ili kuiokoa Ulaya. Haikuwa kwa ridhaa yao, ilikuwa ni kinyume na matakwa yao, na tunakumbuka walipotaka kudai haki zao waliuawa. Basi haijalishi, sisi wananchi tunapojaribu kujitetea tunaitwa wanamgambo au vyovyote vile. Hata hivyo hilo sio tatizo langu. Tatizo langu ni kwa wakuu wa nchi za Afrika ambao hawachangii chochote kwa watu ambao wanapigania haki zao, lakini wao wanaoimba wimbo mmoja tu wa mabeberu na wakituita mgambo na watu ambao hatuheshimu haki za binadamu. Je, tunazungumzia haki gani za binadamu? Tunachukizwa na hili na ni aibu kubwa sana. Sisi wakuu wa nchi za Kiafrika tuache tabia ya vibaraka wanaocheza kila mara na mabeberu ambao wanatuvuta kamba. Tuliona Rais Putin ametangaza kupeleka misaada ya nafaka barani Afrika. Tumefurahia sana, tunampongeza na kumshukuru, lakini ni ujumbe kwa viongozi wa Afrika. Sisi viongozi wa Afrika tunapaswa kuchukua hatua fulani kwa kutoa heshima kwa watu wetu ambao wanapigana katika maeneo mbalimbali. Hotuba hii ya Bwana Ibrahim Traore ilikuwa ni moja kati ya hotuba ngumu sana ambayo viongozi wengi sana wa Kiafrika au viongozi wengi sana wa dunia hawakuwa tayari kuisikia hotuba hiyo, lakini mwamba alizungumza hotuba ambayo mpaka kesho imewafanya viongozi wengi sana wa Kiafrika wamuone kijana huyu ni kama adui, hasa kutokana na ukweli kwamba yeye kwa hivi sasa ameendelea kuwasanua raia kutoka mataifa mbalimbali duniani, namna ambavyo viongozi wao wamekuwa wakijibembeleza kwa hao mabeberu, namna ambavyo wamekuwa wakichukua kidogo chochote na mwisho wa siku kudharau kabisa mamlaka ambazo zimewaingiza katika mamlaka zao. Haya ni maneno ambayo huenda kwa hivi sasa yanamfanya Bwana Ibrahim Traore aonekane kama kiongozi adui mwenye umri mdogo ambaye hapendwi na viongozi ambao hawapendi kuona mambo yanaenda kama vile ambavyo yanatakiwa.